Nao walikutana na mambo mengi nyikani, walikutana na wachawi mashuhuri wenye kujenga mpaka madhabahu 7 ili waachilie uchawi, lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, hakuna uchawi uliofanikiwa. Hapa mjini panachangamka. Nauliza, wangapi una uhakika umevaa? Si unanyosha hata mguu kama hauna mikono si una uhakika? Ndivyo mambo ya kiroho yanatakiwa kuwa hivyo, sio kubahatisha, sio kuhisi. Kwa hiyo kuna tamko la mwaka, kwa hiyo mambo mengi yako pale. Ila itakusaidia kwa sehemu kujua kwamba 26 vitu vya watu vikitoka sehemu kwenda sehemu, lakini pia tumeona watu wakitolewa sehemu walikokuwa wameshikiliwa kwa muda mrefu. Tumeona uchumi wa watu pia ukimigrate kutoka sehemu kwenda sehemu ili kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shamu alikuwepo Yehu, ilikuwa atiwe mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Alikuwepo Elisha, alikuwa atiwe mafuta kuwa nabii, kureplace sehemu ya Elia wakati anaondoka. Mungu anamwambia baada ya kutoka mlimani, alikuwa amejificha kwenye pango. Mungu anamwambia bado muda wako wa kufa bado, rudi sasa ukafanye 1, 2, 3. Moja wapo ilikuwa ni kwenda kuanoint watu kwa ajili ya majukumu makubwa ya kiroho. Na tutakupatia tamko la mwaka ikiwa unataka, maana ni utashi wa mtu. Sisi mzigo wa kuhubiri upo, lakini lazima tukushirikishe uingie katika mtiririko. Kama upo nyosha mkono. Mara yako ya kwanza leo simame, ni mara yako ya kwanza, mara yako ya kwanza, mara yako ya kwanza. Situmshangilie Bwana aliyowasaidia kuja katika madhabahu ya urejesho. Wakati mwingine ibada huwa zinaishia kusifu peke yake. Tunaanza saa 3, tunatoka saa 11. Sasa kwa sababu hujajua siri iliyopo katika kusifu Mungu, unaona watu wanaruka hapa, wewe umekaa tu sasa kama kobe. Hiyo ndio jini na kufaa.